Mheshimiwa Naibu Waziri wetu wa michezo Mheshimiwa Hamisi, lakini ndugu yangu captain wa timu yetu na kocha ambaye tunaye hapa, nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Naibu wetu Waziri. Tunafahamu kwamba nyakati hizi ni nyakati za kuomba kura kwa Watanzania, na yeye ni mmoja wa wagombea wetu kupitia Chama cha Mapinduzi kule Tanga. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako ili kuja kuungana nasi wana Dar es Salaam katika kuhabarisha wananchi kwa ujumla kuhusiana na utamu huu wa mchezo wa kikapu. Aidha, nitumie pia nafasi hii kumshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnafahamu historia kubwa sana ya ndugu yangu captain, na mnafahamu pia historia kubwa sana pia ndugu yangu Mwana FA ambaye ni naibu wetu waziri. Wote hawa ni matunda mazuri sana kutoka kwenye mikono ya Mheshimiwa Rais. Na mimi nakiri kwamba wasingalikuwepo hawa, very likely kwamba hata pengine kiwango cha michezo katika taifa letu na hasa katika huu mchezo wa kikapu pengine usingelikuwa hivi ulivyo leo. Mimi nishukuru sana kwa sababu nimepokea simu ya naibu waziri kuniomba niwe naye hapa leo, na anafahamu kwamba mimi bado najifunza zaidi katika sekta hii kubwa ya michezo. Lakini jambo zaidi la tatu ni kushukuru sana organizers wote wa Dasite. Dasite ni timu kubwa na ambayo leo mnaona imekuwa na kocha wa kigeni, kocha kutoka mataifa ya nje. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ya ushindi kwa taifa letu. Na kama ambavyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wetu amezungumza, nami nishindirie tu kwamba mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana. Na kwa mantiki hiyo, kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST School ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa wa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na Mheshimiwa Naibu Waziri. Kesho jioni. Nikisema kesho jioni, mnafahamu kwamba leo ni tarehe 10 ngapi jamani? Leo ni tarehe 16. Kwa nikisema kesho jioni na maanisha tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Jioni, saa za jioni, maana yake ni kwamba hapa tayari patakuwa pamekwisha taradad na mambo yote yataanza hapa. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie kocha, captain, Mheshimiwa Naibu Waziri, niwathibitishie kwamba Dar es Salaam iko salama sana. Nafahamu kwamba wapo wageni watakao shiriki mashindano haya, lakini pia Dasite yenyewe pia imesajili wachezaji pia kutoka nje ya taifa letu. Niwathibitishie kwamba Dar es Salaam ipo salama sana. Wapo baadhi ya watu ambao wanajaribisha kidogo kutishatisha watu kwa namna fulani, lakini naomba niwatoe hofu. Mnaweza mkaona kwamba mtu anayekusudia kuharibu amani ya mkoa au wa taifa anakusudia kufanya nini? Cha kwanza, anakusudia kuharibu mnyororo wa kiuchumi katika taifa letu. Cha pili, anakusudia kuharibu mfumo wa kimichezo katika taifa letu. Na tatu, anakusudia kuharibu diplomasia iliyopo kati ya Tanzania na mataifa mengineyo. Lakini jambo la nne, anakusudia kuharibu mfumo wa siasa yetu katika taifa. Na jambo la tano, anakusudia kuharibu utamaduni wetu kama Watanzania. Na kwa mantiki hiyo hatutaruhusu. Ukiangalia uwanja wa shule ya kimataifa Tanganyika, ukiangalia uwanja vizuri, unauona namna ambavyo wamewekeza. Sasa tokee mtu mmoja aje aharibu miundombinu namna hii, maana yake ni kwamba wageni kutoka mataifa mengine tutawapokea, kwa sababu taifa litakuwa limekwishaingia katika doa la kutokuwa na amani. Kwa ni wasii pia waandishi wa habari, tunapotangaza michezo hii kupitia timu kubwa hii ya Dasite, pia tutangaze zaidi kwa Watanzania na hata watu waliopo nje ya taifa letu kwamba ni muhimu sasa kuendelea kuiona Tanzania kama kisiwa cha amani. Na hapo ndipo itakuwa ni mwanzo wa taifa letu kupata kila kitu tunachokihitaji. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe ni mtaalamu zaidi na mambo ya michezo, lakini kwa kushirikiana na Dasite ningeliomba
kwamba mtupe mipango mizuri ili sisi tukashirikiane na manispaa zetu, ili kiwezekana mwaka huu au mwaka ujao wa fedha tuweze pia kutengeneza kiwanja kimoja au viwanja viwili vya basket ambavyo pia vitasaidia inapotokea tuna timu nyingi katika taifa letu, basi viwanja vingine pia vitumike kufanyia mazoezi na viwanja vingine pia vitumike kwa ajili ya michezo yenyewe. Mnafahamu kwamba mwaka 2027 Tanzania pia itakuwa ni mwenyeji wa mashindano makubwa AFCON. AFCON tunazungumzia football. Lakini leo wenzetu wa Dar6 wanatufungulia pia mlango wa timu ya mpira wa kikapu kwenda tena katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo very likely pia miaka mingine pia inayofuata Tanzania itawika zaidi katika mpira huu wa kikapu. Kwa nikuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kushirikiana pia na Dar6 tuone namna nzuri. Sisi we have money, tuna pesa ambazo tayari tunazo mkononi. Ni jambo tu la ku unlock minds ili angalau tuweze kuwa na kitu kizuri. Na nikikuomba kwamba wewe na wataalamu wako tunaweza tukapita kwenye viwanja vichache kwa kusaidiana pia na captain, kocha na wafadhili pia michezo hii, ili tuweze kuiba angalau teknolojia kidogo na tuwe na viwanja zaidi ya kimoja. Hiyo ndio inaweza kupelekea taifa letu kupokea wageni wengi zaidi, kwa sababu tuna infrastructures. Kwa baada ya kusema haya, mimi niwashukuru sana. Tuonane kesho shule ya kimataifa ya Tanganyika hapa Dar es Salaam, eneo la Masaki ama eneo la Oysterbay wengine wanaita, ili tuje tuone wenzetu hawa wanavyocheza michezo yao. Nawashukuru sana na asanteni sana.